waheshimiwa viongozi kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Zanzibar, ndugu wananchi wote kwa ujumla, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tunaendelea kukaribisheni tena katika shughuli yetu muhimu kabisa, na muda wowote kutoka sasa tutampokea mgeni wetu rasmi ili kuendelea na ratiba yetu ya hapa ambapo tumefika, tukiwa tunatambua kwamba katika mradi huu ni mradi mkubwa, hivyo kutakuwa na ratiba ya awali, kwanza kutembelea mradi huu na kuona mazingira yalivyo, na baadaye mgeni wetu rasmi kufika hapa tulipo ili pia napo kukamilisha yale ambayo yametukusanya katika siku hii ya leo wote hapa kwa pamoja. Hivyo tunawaomba sasa tukae katika maeneo yetu kwa utaratibu kama ambavyo maafisa wetu wa itifaki wanatuongoza. Vile vile tukikumbushwa wakati huu ambapo tunakaribia kuianza shughuli yetu katika sehemu hii tuliyopo, tunakumbushwa simu zetu kutoa milio wakati wote wa shughuli hii mpaka pale ambapo tutakapokamilisha shughuli yetu. Lakini mbili, tunakumbushwa tuliohudhuria kwa ujumla wakati wa shughuli yetu ambapo itakapokuwa imeanza mpaka tutakapomaliza, hatutaruhusiwa kutumia simu zetu za mkononi kupiga picha, hasa zaidi jukwaa kuu. Tunao maafisa maalum ambao wamepewa kazi hiyo na wao ndio watakuwa wana jukumu la kufanya hivyo. Ni muhimu sana kuyakumbuka hayo ili shughuli yetu iende kama tulivyopanga. Baada ya hayo tunakukaribisheni, lakini ni muhimu kukumbuka kwamba tupo katika shamra kuelekea miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar tangu pale ilipofanyika mwaka 1964. Kwa hivyo tunajivunia sana Wazanzibari, lakini nathubutu kusema hata Watanzania kwa ujumla, kwa sababu sisi ni kitu kimoja. Kwa hivyo karibuni sana na tuna furaha kuwa nanyi katika shughuli hii.
Muda wote Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataungana nasi hapa. Wakati tunamkaribisha Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima, naomba tutasimama. Tutamkaribisha kwa vifijo, nderemo, makofi mengi na kina mama vigelegele. Na tuwaarifu tu kwamba tuko mubashara, tuko live kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Kwa heshima na taadhima, waheshimiwa viongozi na wananchi, naomba sasa tusimame kwa ajili ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais, na brass band naomba tumkaribishe kiongozi wetu. Tupige makofi mengi wakati Mheshimiwa Rais anawasili. Makofi tena mengi wananchi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, naomba tuendelee kusimama kwa heshima ya wimbo wa taifa Afrika Mashariki na wimbo wa mashujaa. Brass band, karibuni mtuongoze.
Makofi mengi na vigelegele. Mheshimiwa Rais, naomba tukae. Mapinduzi! 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 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Sharif Ali Sharif, Waziri wa Kazi na Uwekezaji Zanzibar. Waheshimiwa mawaziri wote mliopo kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Zanzibar. Pamoja na waheshimiwa manaibu mawaziri katika pande zetu zote mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Zanzibar. Mheshimiwa Hamida Musa, Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja. Ndugu Abdullah Mwinyi, Katibu wa CCM Mkoa. Vile vile tunaye Bwana Hamed El Haiti, ambaye huyu ni President na Chairman wa Travel Group International. Waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo pamoja na wakuu wa wilaya mliohudhuria katika shughuli yetu hii. Ndugu makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu wote mliopo kwa ujumla. Mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar pamoja na wakurugenzi wengine mliopo kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vile vile na Zanzibar. Watendaji kutoka ZIPA. ZIPA bado sijawaona, hebu niwaone. ZIPA hoye! ZIPA hoye! Uwekezaji safi! Mama Samia hoye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ruksa yako sasa naomba uniruhusu nipitie utaratibu wa shughuli yetu kama ilivyopangwa. Muda mfupi baada ya kumaliza kupitia utaratibu huo, tutamuomba hapa Sheikh Sharif Abdurrahman Muhyiddin kutoka ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kuja kutufungulia shughuli yetu hapa tulipo kwa Qur'an tukufu pamoja na maelezo yake na baadaye kwa dua. Baada ya hapo tutakuwa na utenzi maalum ambapo binti yetu, kijana wetu hodari atakuja kutughania hapa Yusra. Baada ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutakuwa na maelezo ya mradi huu kutoka kwa mwekezaji wetu, yakifuatiwa na maelezo ya kitaalamu ya mradi kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar, yani ZIPA. Baada ya hapo, Mheshimiwa, tunajua tunaelekea katika shamra ya kutimiza miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Lakini tunajua kile ambacho wewe kinakufurahisha kwa sababu tunakufahamu. Leo hii hapa Mheshimiwa utashuhudia taarab wasilia. Ipo hapa. Naomba tupige makofi mengi sana. Nafikiri mmethibitisha kwamba Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunamfahamu vizuri. Bila shaka baada ya hapo Mheshimiwa tutamwalika Mheshimiwa Waziri wa Kazi na Uwekezaji, Mheshimiwa Sharif Ali Sharif, kutueleza yale alionayo. Na baada ya hapo tumie nafasi hiyo kukukaribisha ili kuhutubia hadhira hii, lakini na wananchi wa Tanzania wote ambao wanatufuatilia kupitia vyombo vyetu vya taifa, ikiwa na maana TBC kadhalika na ZBC. Baada ya hapo tutaeleza utaratibu wetu utakavyokuwa kwa mujibu wa ratiba inavyotuongoza. Basi baada ya maelezo hayo machache, naomba sasa kwa heshima nimkaribishe Sheikh Sharif Abdurrahman Muhyiddin kutoka ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar ili kutufungulia shughuli hii hapa tulipo kwa Qur'an pamoja na dua. Sheikh, tafadhali karibu sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وبارك وسلم على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, na waheshimiwa wote viongozi mliohudhuria katika hadhara hii, ifuatayo ni dua ambayo itaambatana na maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, ili
ipate baraka shughuli yetu hii, na hususan tukitizama siku hii ya leo, siku ya Ijumaa, ni siku adhimu kwetu sisi Waislamu pamoja na jamii kwa ujumla. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema maneno haya kumweleza mtukufu wa daraja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu, fanyeni kazi ambazo mtakazozifanya, fasayara Allahu amalakum, Mwenyezi Mungu mtukufu ataziona kazi zenu zile mnazozifanya, wa rasuluhu, na mtume wake vile vile ataona, wal mu'minuna, na waumini vile vile wanaoamini vile vile wataona. Na bila shaka sisi tunaona kwa macho yetu waumini, na bila shaka Mwenyezi Mungu anaona yale ambayo viongozi wetu wanatufanyia. Kiongozi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais mpendwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, na kwa upande wa Zanzibar Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi, anayoyafanya kila mwenye macho anaona. Kwa hiyo kubwa zaidi, insha Allah tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viongozi wetu hawa wawili, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape nguvu na afya njema ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kitaifa na kimataifa kwa ujumla. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sasa naomba tuitikie sote amina kwa pamoja inshallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mikono tumeinua kukuomba ya karimu, yote ya kutusumbua tuepushie ya halimu, mazito na mahasimu tuepushie ya Allahu. Ya ilahi utudiriki utupe tuyapendayo, kama maradhi na dhiki tuepushe mambo hayo. Neema nyingi na taufiki tujazie kwa makilo, utakalo Mola huwa bila dakika kutimu, mazito na mahasimu tuepushie Allahu. Ya Rabbi, tunakuomba umlinde na umpe afya njema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye na aila zake pamoja na wasaidizi wake wote waweze kufikia malengo yale aliyoyakusudia kwa kutuletea maendeleo ya nchi yetu hii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutilie baraka na amani na utulivu katika nchi yetu. Wale wote ambao wenye hasadi, Mwenyezi Mungu ziepushe hasadi zao, umbaidishe na maadui waliokuwa wa ndani na wa nje, umpe uhuru na afya njema na salama katika nafsi yake, iwe mtumaina, aweze kufanya kazi zake kwa baraka ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi, tunakuomba umlinde na umpe afya njema rais wa Zanzibar Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi, yeye pamoja na wasaidizi wake wote, umjalie baraka na salama na umpe afya njema birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu على نبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم فضلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير إن شاء الله. Asante sana Sheikh Sharif, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa naomba tuwe tayari kwa pamoja. Leo tunataka tuwakirimu hapa Mheshimiwa William Lukuvi, nataka tumkirimu leo hapa Mheshimiwa Dorothy Gwajima, tumkirimu leo hapa pia tumkaribishe Mheshimiwa Anthony Mavunde, tumkaribishe pia Mheshimiwa Juma Aweso. Wote tuna kijambo chetu hapa. Naomba sasa nimkaribishe Yusra ili kuja kuwakirimu na kuwatunza vizuri wageni wetu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na Wazanzibari wapenzi wa haya yote. Karibu sana.
Jazz Elite Aurora oye! Uwekezaji safi! Mama Samia oye! Mama Samia Mama Samia ra! Vijana Vijana ra! Dr. Mwinyi Dr. Mwinyi ra! Asanteni sana. Cheo chako Masamia ambacho tumekuweka, kwa yeyote hasimami, wala usiwe na shaka. Siri hii sisemi, siwezi kuitamka, imewashinda wasomi, bado wana hangaika, wahoi watabani, machofu yamewapata, mwenda mbio sakafuni, ukingoni amefika, ukingoni amefika. Dr. Samia oye! Anatosha toshi. Asanteni sana. Kwa hakika siku njema ndiyo leo imefika, kwa mapenzi ya Karima mama leo amefika. Furaha kilo nzima, joto limesha katika, huyu ndo Mama Samia, mwengine ni kopi yake. Tushukuru Mola wetu aliyetupa shufaa, yako sawa mambo yetu na afya ziko sawia. Tunajenga nchi yetu tuyapate manufaa, tumuombe Mola wetu jambo liende sawia. Na leo tupo kusini kwa mama yetu Hamida, mandhari malaini yavutia kila mda, fukwe mchanga laini na bahari za kuranda. Jamani sisi kusini Mola katubarikia, haiba yetu nzuri ya mila na tamaduni, watu hawana viburi, wakarimu kwa wageni, ni urithi wa Johari tulonao visiwani. Kweli Zanzibar ni njema, wekeza ujione. Sherehe za mapinduzi ndo tupo michamvikae, zile hadithi sinjozi njoni leo mushangae. Tunafungua hoteli mwenye macho ajone, Hijazi ya Aurora wekezaji wa viwango. Mijamvi oye! Hoteli ya nyota 5 Mijamvi tumejengewa, hapa mtaji mnono ndio umekuja wekwa. Kwa hakika jambo lino ni faraja kwa wazawa, ajira watapatiwa kwao yawe manufaa. Ukumbi wa mazoezi na baya kuvutia, mkahawa wenye hadhi na vila zinazofaa, vyumba bora kwa kupozi VIP vipo pia. Hii ni sura halisi uwekezaji wa tija. Tupo na raisi wetu kipenzi chetu Samia, raisi mpenda watu na amani Tanzania.
mama mwenye uthubutu, upendo kajaliwa. Mama sisi twakupenda, shaka na hofu ondoa. Karibu Mama Samia kwenye pepo za bahari, sera unosimamia zile za chama kizuri. Alama ya tuwekea michamvi leo kuzuri. Haya ni maono yenu viongozi wa thamani, karibu ushuhudie alama za Bauseni. Vitabuni aingie mazuri amesheheni, na leo michamvi kae, mambo pambe ufukweni. Uwekezaji wa tija, ukombozi wa ajira. Wananchi wa Kusini, mama tunakupongeza. Kurudi mamlakani ni jambo la kupendeza. Sisi tunakuamini, mwengine hajatokeza. Hakika Mama Samia nembo ya umoja wetu. Wale walokujaribu hawakujui vizuri, wanatafuta sababu nchi watie dosari. Mama yetu huna tabu, tunakujua vizuri. Tunachagua amani na maendeleo yetu. Roho yako itulie, mazuri watufanyia. Tuna imani na wewe, dua tunakuombea. Samia na tuachiwe, sisi tumemchagua. Wale waliokubeza vijuso vimepauka. Kwa sasa uwekezaji katika visiwa vyetu, nyenzo ya kutafriji, kunyanyua hali zetu. Unavutia mitaji mikubwa kwa nchi yetu. Kwenye awamu ya 8 alama tunaziona. Mama Samia oye! Viongozi wa wizara, kwanza Waziri Sharifu, sisi twapa hongera, hatuoni udhaifu. Kuna ilani na dira, kuweni waadilifu. Wizara uwekezaji, simameni tuwaone. Alokusudia vita, mama nyuma kukuvuta. Washindwe kufurukuta, wabaki kukweta kweta. Kila mwenye nia chafu, uhasidi na uovu, Mungu amteze nguvu na bumbuazi la wivu. Mama Samia oye! Mpewa hapo konyeki, aliyepewa kapewa. Nyinyi mkifanya chuki, mama yupo katulia. Nami Yusra Makame hapa ninamalizia. Kule Hasnu Makame mama tunajivunia. Mama wache waseme, wala habari hatuna. Mana mbio sakafuni, ukingoni huishia. Mana mbio sakafuni, ukingoni huishia. Walosema hatuwezi, na waje kututizama. Mama Samia oye! Asanteni sana.
Asanteni sana vijana, asanteni sana vijana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wetu niliowataja hapa ni kweli wamefurahi na wamepata zawadi kutoka Zanzibar. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, ni wakati wa kumkaribisha hapa Bwana Hamed El-Chati ambaye huyu ni the president na chairman wa Travel Group Limited kwa ajili ya kutoa taarifa maalum. You're most welcome. You're welcome, Mr. President. Mr. Hamed El-Chati. We want to hear your remark. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, very warm welcome to our small hotel, part of your amazing island. Distinguished guests, partners and colleagues, ladies and gentlemen. It's a great honor and privilege to stand before you today on this special occasion for the inauguration of the Jazz Elite Aurora, a project that reflects our shared confidence in Zanzibar and Tanzania and our long-term commitment to Tanzania's tourism future. Travco Group International is proud to be the owner of more than 100 hotels located in Egypt and many other countries in Europe and the Maldives and other islands. And we have a portfolio that is representing market leadership in the region. We are not only in the hotel business, but we are also in the tourism, in the airline business, in the catering services and restaurant business. Building on this strong foundation, our portfolio today spans over new countries. We are currently planning expansions in the Caribbean, in North America, and in South America. Here in Zanzibar, our journey continues with strong momentum. Zanzibar's natural beauty, its pristine beaches, turquoise waters, rich cultural heritage, and warm spirit makes it one of the world's most extraordinary destinations. The opening of Jazz Elite Aurora marks a significant milestone in our investment strategy for the island. Looking ahead, we are proud to announce 2 more hotels which will be inaugurated in the next 3 to 4 months, namely the Jazz Adonia and the Jazz Amaluna. In parallel, we are advancing several other hospitality projects across Zanzibar and preparing a mega development in the Kama area, which we believe will become a landmark destination and a strong contribution to the local economy. I wish to thank everybody that is here for supporting us and for contributing in our success. I want to give special thanks to my wife, who has I want to She has spared no effort. Thank you very much. She has spared no effort to make this project and all our other projects a great success. Once again, I would like to express our sincere gratitude to Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan of the United Republic of Tanzania, for your leadership, continued support, and the belief in our shared vision for Zanzibar's future. Many thanks again, and I wish you all success and a happy new year for 2026. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Hamed El-Chati, the president and chairman of Travco Group of Limited. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maelezo mafupi kutoka kwa mwekezaji wetu, sasa ni wakati wa kusikia taarifa ya kitaalamu kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA, Bwana Saleh Saad. Karibu sana mkurugenzi.
Mapinduzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Sharif, Waziri wa Kazi na Uwekezaji, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mmiliki wa mradi, viongozi wetu wa chama, natambua uwepo wa mawaziri kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wale kutoka Zanzibar, natambua uwepo wa makatibu wakuu na manaibu katibu wakuu. Naomba nitambue uwepo wa viongozi wote, watendaji wenzangu, wananchi wenzangu. Assalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia kibali chake leo kukutana hapa kusherehekea pamoja siku hii, ikiwa ni siku ndani ya sherehe za mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964. Pili, ni kushukuru wewe kuweza kujumuika nasi leo katika sherehe hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, niko hapa kutoa taarifa za kitaalamu kuhusu uwekezaji Zanzibar pamoja na taarifa ya uwekezaji huu. Kwa siku ya leo, naomba kwa ruksa yako Mheshimiwa mgeni rasmi, taarifa hizi zije kwa njia ya picha. Zaidi ya karne moja sasa, Zanzibar imekuwa kivutio kikubwa cha biashara, utamaduni na safari kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kabla ya kuitwa kituo cha utalii wa kimataifa, visiwa hivi vilikuwa lango muhimu la wafanyabiashara, mabalozi na wasafiri waliovuka bahari wakitafuta fursa na mahusiano mapya. Katika safari hiyo ya kihistoria, hitaji la uwepo wa malazi rasmi lilianza kujitokeza mwishoni mwa karne ya 19. Hapo ndipo wazo la kuanzishwa kwa hoteli likazaliwa na kushuhudiwa kuanzishwa kwa hoteli ya kwanza iliyojulikana Zanzibar Hotel. Tangu wakati huo hadi leo, safari imekuwa ndefu na ya mageuzi makubwa. Zanzibar imebadilika kutoka hoteli moja ya kihistoria hadi kuwa kitovu cha uwekezaji wa kisasa wa utalii na ukarimu. Takwimu zinaeleza kuwa hadi kufikia mwezi Disemba 2025, zaidi ya miradi 635 ya utalii imewekezwa na kuchangia ukuaji wa uchumi, ajira na taswira ya Zanzibar kimataifa. Ni katika safari hii ya ukuaji wa utalii wa kisasa, Jazz Elite Aurora inasimama, hoteli yenye hadhi ya nyota 5 iliyojengwa kwa viwango vya kimataifa, ikiwa na lengo la kutoa huduma bora kwa wageni na kuacha alama chanya kwa jamii inayozunguka. Tumefanikisha kuwasomesha baadhi ya wazawa na kuwapatia ajira katika hoteli yetu. Mimi ni mmoja wa wanafunzi ambao nilisomeshwa na hoteli hii ya Jazz Elite Aurora, na kutokea kunisomesha mpaka sasa naendelea kufanya kazi katika hoteli hii kwa kipindi cha mwaka unakwenda mwaka wa 4 sasa. Jazz Elite Aurora imewekezwa kwa mtaji wa dola za Kimarekani milioni 35 na kuwa alama mpya ya hadhi na ubora katika sekta ya utalii Zanzibar. Basically the hotel has 346 rooms. Hoteli yetu ina vyumba 346. Tuna eneo la kufanyia mazoezi ya mwili na burudani, migahawa 6 ya kisasa, mabwawa ya kuogelea, sehemu ya michezo ya watoto na viwanja vya michezo. Aidha, tumeajiri watu wasiopungua 262. Na hiyo ndiyo hoteli yetu. These are the facilities of the hotel. Katika kipindi cha sasa, Zanzibar imeendelea kujijenga kwa kitovu imara cha uwekezaji wa kimkakati kupitia sera thabiti, miundombinu inayoimarika na dhamira ya serikali katika kulinda mitaji. Visiwa hivi vinaendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Katika kipindi cha miaka 5 cha uongozi wa serikali ya awamu ya 8 kuanzia mwaka 2020 hadi kufikia mwaka 2025, jumla ya miradi 588 tayari imesajiliwa na Mamlaka Kuu ya Uwekezaji Zanzibar ZIPA yenye mtaji wa makisio usiopungua dola bilioni 6.9 na unategemewa kutoa ajira zaidi ya 25,000. Aidha, mkoa wa Kusini
tayari umeshasajili zaidi ya miradi 240 kati ya miradi 588. Mafanikio haya yanasababishwa na uongozi bora, sera bora, miongozo bora, pamoja na kuendelea kuwepo kwa amani na utulivu nchini kwetu. Sina budi kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe mgeni rasmi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa juhudi zako za kuendelea kuiweka Tanzania kuwa ni sehemu ya kitovu cha biashara, kitovu cha uwekezaji. Na juhudi zako hizo zinafanya leo sisi kwa upande wa Zanzibar tunaendelea kupokea wawekezaji wa kutosha katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuendeleza uchumi wetu, uchumi wa ujumla na uchumi wa raia mmoja mmoja. Kwa ujumla, mafanikio haya yanaakisi msingi imara wa uchumi wa kidiplomasia uliojengwa kwa makini, uliowezesha kuimarika kwa taswira ya Zanzibar kimataifa kupitia juhudi za kimkakati katika kutangaza vivutio vya nchi, kuimarisha mahusiano ya kimataifa na kufungua milango ya fursa za kiuchumi. Imani ya wawekezaji na wageni imeendelea kuongezeka. Wawekezaji wetu wanaridhika na mazingira yaliyopo ya kufanya uwekezaji, lakini pia mazingira ya utawala. Urasimu umepungua kwa kiasi kikubwa, sheria zetu tumezirekebisha vizuri zaidi, na kwa hiyo wawekezaji wanavutika na hali tulionayo, mbali ya kusema uzuri wetu wa Zanzibar. Tembelea na wekeza Zanzibar sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuona video hiyo fupi, naomba sasa uridhie iwe ndio kuwa maelezo ya kitaalamu ambayo nitatoa siku ya leo. Asante sana. Mheshimiwa, huo ndio mtindo wake siku hizi mkurugenzi huyu, na unatupa raha kweli kweli. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wageni wetu na wenyeji, hebu tuwe tayari kwanza, baada ya muda tuliotumia, angalau kwanza kusunza roho na kupata dawa baada ya kazi kubwa. Karibuni sana Taurab.
Asanteni sana Tarab, kwa kweli ni raha sana. Irudiwe sio? Asanteni sana Mheshimiwa, asanteni sana vijana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada sasa ya kupata burudani fupi tamu na inayotukumbusha mbali, hasa sisi ambao umri wetu umekwenda tayari, naomba sasa tumkaribishe Mheshimiwa Waziri wa Kazi na Uwekezaji, Mheshimiwa Sharif Ali Sharif, kwa ajili ya kuzungumza ya kwake, na baadaye atumie nafasi hiyo kukaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Pa 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 pa. Najua mama anaikumbuka bawe hiyo. Yeah. Mapinduzi! 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 Mungu atusaidie. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, leo hapa tumepata faraja ya kujumuika na mawaziri kutoka serikali ya Muungano wa Tanzania, lakini pia serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini pia manaibu wa mawaziri kutoka maeneo yote mawili. Naomba tusimame
ili wananchi watuone. Huu ni umoja mkubwa sana, ni ishara kubwa ya muungano. Waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, katibu wa CCM mkoa kwa niaba ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, mkurugenzi mtendaji wa ZIPA, mmiliki wa kampuni ya Jazz Aurora Bwana Hemed, lakini pia tunaye balozi wa Egypt Tanzania. Thank you very much for coming. Thank you. Wageni waalikwa, wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Mama rasira. Mama rasira. Awali ya yote, nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuifikia siku ya leo tukiwa hai na wenye afya njema, furaha, amani na utulivu. Pia napenda kuchukua fursa hii kukupongeza sana tena kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushindi wa kishindo ulioupata kupitia uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 na kuendelea kuiongoza vyema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Tanzania kwa jumla. CCM oye! CCM oye! Mheshimiwa, naomba niseme maneno kutoka kwenye moyo wangu leo. We are very, very proud of you. Kadhalika naomba niwashukuru viongozi na watendaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Muungano wa Tanzania pamoja na wananchi mliohudhuria na wale ambao mnafuatilia hafla hii kupitia televisheni na mitandao ya kijamii kwa kuendelea kuiunga mkono na kuamini serikali zetu mbili, serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naomba pia nitumie fursa hii kwa niaba ya Wizara ya Kazi na Uwekezaji kukushukuru sana kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kuja kujumuika nasi katika shughuli yetu hii ya uzinduzi wa mradi wa hoteli ya Jazz Aurora uliopo hapa kijiji cha Michamvi Kae, mkoa wa Kusini Unguja, licha ya kuwa na majukumu mengi. Mheshimiwa Rais, asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, miongoni mwa mafanikio makubwa yaliyopatikana ni kuongezeka kwa miradi ya kimkakati ya uwekezaji ikiwemo hoteli ya hadhi ya kimataifa kama hii ya Jazz Aurora ambazo zimeongeza ushindani chanya, ubora wa huduma na hadhi ya Zanzibar katika soko la utalii la kimataifa. Uwekezaji huu umechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarika kwa mapato ya serikali, kuongezeka kwa mchango wa sekta ya binafsi katika pato la taifa, pamoja na kutanuka kwa wigo wa ajira kwa wananchi, hususan vijana na wanawake. Aidha, kumekuwa na mafanikio makubwa katika kurahisisha taratibu za uwekezaji nchini, kuimarishwa kwa miundombinu ya barabara, maji, umeme na mawasiliano, pamoja na kuongezeka kwa imani ya wawekezaji kutokana na kuwepo kwa amani, utulivu na uongozi thabiti. Hatua hizi zimewezesha Zanzibar kuendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi na kufanya kuwa kitovu cha uwekezaji endelevu katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kwa kumalizia, naomba nichukue nafasi hii
kuipa pongezi kampuni inayomiliki mradi huu wa Jazz Aurora kwa kuendelea kuwa na imani na serikali unayoiongoza, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Mwinyi kwa kuendelea kuwekeza katika maeneo tofauti hapa Zanzibar. Hii ni wazi kuwa sera, sheria, kanuni na miongozo ya uwekezaji iliyopo kwa sasa ni ya kuvutia na zenye tija kwa makampuni ya uwekezaji na serikali. Mheshimiwa, baada ya kusema hayo machache, ningeomba kwanza, kabla hujazungumza, uturuhusu kukupatia zawadi, alafu baadaye tukukaribishe ili uweze kutoa nasaha zako kwa hadhara hii iliyopo mbele yako na wananchi kwa ujumla, na baadaye kuizindua rasmi mradi wa hoteli ya Jazz Aurora. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mapinduzi! 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 Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna zawadi ya Zipa, lakini vile vile na hoteli yetu ya Aurora pia wanakupa zawadi wakati huo huo kwa pamoja baada ya kukabidhi Zipa. Hiyo ni ya Zipa, naomba tupige makofi mengi mno. Mheshimiwa Rais sasa anapokea Aurora. Naomba tupige makofi mengi pia nayo. Asante. Naomba tukae. Haya, asante vijana wa hamasa. Asante sana. Mheshimiwa Sharif Ali Sharif, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji Zanzibar. Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo toka Serikali ya Muungano Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Lakini kwa faida ya wananchi waliopo, nataka ni watambulishi wale niliotoka nao kwenye Serikali ya Muungano, na nianze na Mheshimiwa Dorothy Gwajima, Waziri wa Wanawake, Makundi Maalumu, ana mambo mengi, geuka wakuone. Lakini pia niko na Mheshimiwa Anthony Mavunde, huyu ndio waziri wetu wa madini Tanzania. Niko na Waziri Juma Aweso, huyu ndo anahakikisha Tanzania yote inapata maji safi na salama. Niko na Waziri William Lukuvi ambaye yuko ofisi ya Waziri Mkuu. Lakini pamoja nao niko na naibu waziri Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Wanu Hafidh. Geuka wakuone, hawaja kuona. Anafanana na nani? Haya, asanteni sana. Lakini nitambue uwepo pia wa waheshimiwa wabunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi. Tambue uwepo wa Mheshimiwa Hamida Musa Khamis, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, vile vile mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu kaka yetu Mohamed Haji, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo pamoja nasi, viongozi wa vyama vya siasa ambao mko nasi hapa, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi hapa, ndugu Saleh Saad Mohamed, mkurugenzi mtendaji wa Zipa, kini
nitambue uwepo wa mwekezaji wetu Mr. Hamed Al-Shaiti ambaye pia ni mwenyekiti wa Jazz Aurora Company ambayo imefanya uwekezaji hapa, uongozi na wafanyakazi wa kampuni hii ambayo imeweka uwekezaji mkubwa hapa, ndugu zetu waheshimiwa viongozi wa dini mliopo nasi hapa, ndugu wanahabari, wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Jamaa zangu jaje? Oda. Tuwa sawa? Tuwa salama? Haya. Kazi na utu. Asanteni sana. Ndugu zangu, nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa hoteli ya Jazz Elite Aurora. Vile vile nitoe shukrani zangu za dhati kwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji Zanzibar, ndugu yangu Sharif, pamoja na mwekezaji wa hoteli hii kwa kunialika na kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili la uzinduzi. Vile vile shukrani za dhati kwa waandaaji wa shughuli hii. Wameandaa vizuri utenzi mwanana uliosomwa na kijana wetu Yusra, lakini tarab leo mchana tumefurahia tarabu mchana leo. Lakini vile vile vikundi vya hamasa mmehamasisha hasa, kwa hiyo nawashukuru sana. Ndugu wananchi, tunapoadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, tunashuhudia kwa vitendo namna sera yetu ya uwekezaji inavyoleta mapinduzi ya kiuchumi na kijamii. Kupitia uwekezaji unaofanyika nchini, tumeona ongezeko la pato la taifa na kuweza kuongeza fursa za ajira na kuimarisha hali ya maisha kwa wananchi. Sio siri, leo wakati nakuja huku nimepitishwa njia ile unatoka Jozani, Ukongoroni, unakatishwa mpaka unatokea Bwejuu unakuja huku. Nimeona maisha yalivyobadilika. Nimeona nyumba za watu, biashara zilivyoshamiri. Unaona kwa hakika utalii ukanda wa kusini umefungua fursa nyingi sana. Hongereni sana. Vile vile tukiangalia mchango wa ukuaji wa uchumi unaoletwa na sekta za uzalishaji na huduma, sekta ya utalii imekuwa nguzo muhimu inayoendelea kuimarika kwa kasi kubwa, na katika kipindi cha miaka michache iliyopita, tuseme kuanzia 22 mpaka hapa 25, na imeajiri zaidi ya Watanzania 2.5 milioni, zaidi ya hapo. Kufikia mwaka juzi 2024, idadi ya watalii wa nje na ndani ilifika 5,360,247 ikilinganishwa na 1,409,800 kwa mwaka 2020. Hapa tulikuwa ndo tunatoka kwenye COVID, hatujakaa sawa, bado nchi hazijafunguka, lakini baada ya kufunguka na jitihada tulizofanya, utalii umekuwa kwa kasi sana. Hali kadhalika, mawakala wa biashara za utalii wameongezeka kutoka 2,885 mwaka 2020 hadi 3,735 mwaka jana 2025, na waongoza watalii kutoka 5,076 mwaka 2020 hadi 7,862 mwaka jana 2025. Sambamba na hayo, mapato yatokanayo na utalii yakiongezeka hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 4.2 katika kipindi hiki toka 2022 hadi mwaka jana 2025. Kwa upande wa Zanzibar peke yake sasa, idadi ya watalii wanaokuja imeongezeka toka takriban watalii 743,606 mwaka 2024 na mwaka jana 2024-2025 tulikuwa na watalii 816,000.
na matarajio yetu na mambo haya yanayofunguliwa, idadi ya watalii itazidi kuongezeka kuja kwetu Zanzibar. Lakini idadi ya mahoteli, mpaka mwaka jana tulikuwa na tuna mahoteli 400 ambayo yameshafunguliwa, yako kwenye operation, yanafanya kazi. Sasa tukija tukiongeza na hayo ambayo yametangazwa hapa, idadi ya mahoteli itakuwa inaongezeka. Mchango wa sekta ya utalii kwenye pato la serikali kwa Zanzibar ni zaidi ya 30%. Kwa hiyo ni mchango mkubwa sana. Katika muktadha huo, niwapongeze kampuni ya Reliance Resort and Tourism Limited kwa uwekezaji huu mkubwa wenye thamani ya takriban dola za Marekani milioni 35. Is that correct, Ahmed? $35 million. No. 155. Aya, umeme unatumbua hapa. Aya, nafanya marekebisho ya 135 milioni 135 ndio thamani ya mradi huu. Huu ni uwekezaji mkubwa sana ndugu zangu, haujapata kutokea Zanzibar, tuwapigie makofi. Nimeelezwa pia kuwa hadi sasa mradi wa ujenzi wa hoteli hii umefanikiwa kutoa ajira zaidi ya 158. Watu 158 wameajiriwa hapa. Hawa ni Watanzania. Hawa ni Watanzania. Na wanufaika wakubwa ni vijana wa hapa Michamvi na maeneo ya jirani. Nimeambiwa pia kwamba mradi huu utaendelea kuwanufaisha wananchi wetu kwa kuwapa kipaumbele katika kuwajengea uwezo, kuwajengea ujuzi ili wawezeshe kushindana katika soko la ajira. Huko zamani ajira kwa watu wetu vijiji vya jirani inakuwa hamna au chache sana, na ikitokea ni bustanini tu, sababu watu wetu hawana ujuzi, hawana uelewa wa kufanya kazi ndani ya mahoteli yetu. Sasa tukipata wawekezaji ambao wanawafundisha ili waajirike, hao ni wawekezaji wa kuwakumbatia. Kwa tuwashukuru sana Jazz Elite Aurora kwa program hii ya kuwafundisha vijana, kuwapa ujuzi na kuwaajiri. Ndugu wananchi, mafanikio endelevu katika sekta ya utalii na uchumi wa buluu kwa ujumla hayawezi kutenganishwa na ulinzi na uhifadhi wa mazingira. Hivyo ni vyema kwa wasimamizi wa sekta hii ya utalii na wawekezaji wetu kuzingatia umuhimu wa uhifadhi wa fukwe, bahari na rasilimali zetu za asili kwa ajili ya kuvutia wageni wengi na kwa muda mrefu zaidi. Na hapa niwashukuru sana sana Jazz Elite Aurora lipata muda wa kutembelea maeneo yao. Umo ndani mazingira, uhifadhi wa mazingira umezingatiwa kwa kiasi kikubwa. Sikuona plastiki hata kipande, hata ile ya kuzuia taa hivi si plastic, kwa sababu plastic si rafiki wa mazingira. Lakini wamechukua pia hatua kadhaa kuhakikisha mazingira yanahifadhiwa na kwamba utalii unakuwa endelevu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni wasihi wasimamizi kupitia waziri wote wanaowekeza wawe mazingira conscious, wachukue hatua za kutunza mazingira yetu. Vile vile nitumie fursa hii kukumbusha kwa katika uendeshaji wa hoteli zetu tuhimize matumizi ya bidhaa zinazozalishwa nchini. Hapa nchini hapa tunaweza kuzalisha mambo mengi. Tuna embe Muyuni, nataka niwape story. Nikiwa waziri wa utalii nilipata wageni, nikaenda nao kaskazini, nadhani ilikuwa Pwani Mchangani au Matemwe. Nikaenda nao Matemwe, tukapata lunch, lakini siku ile tulikatiwa boribo ya Muyuni. Mzungu alikula mpaka akajiharibu uso, na akasema sijawahi kuona embe tamu, laini, haina nyuzi, soft kama hii ya Zanzibar. Na hakuamini hiyo embe inapandwa Zanzibar. Kwa hiyo ni raha mtalii kila tunda lililovunwa ndani ya nchi. Iwe limetoka Tanzania bara, limevunwa hapa Zanzibar, livunwe ndani ya nchi, na tupunguze fedha kuagiza hata matunda kutoka nje, labda yale yasiyopatikana Tanzania. Lakini vile vile
Nizungumzie suala la kazi za wageni na zile za wenyeji, Mheshimiwa Waziri. Katika sekta hii ya utalii, wawekezaji wakubwa kama hawa, kazi ni kuwekeza na kuendesha shughuli za hoteli. Lakini shughuli za tour operations, tour guides, hizi zinabaki mikononi kwa wenyeji. Kwa naomba sana usimamie hilo ili watu wetu, kampuni zetu ziweze kufanya kazi nzuri na kufaidika na matunda ya maendeleo ya utalii wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nichukue nafasi hii pia kuupongeza mkoa wa Kusini Unguja kwa kuendelea kuongoza kwa idadi ya hoteli zinazojengwa. Kwa nasikiliza takwimu, kwa kipindi ambacho mkurugenzi wa ZIPA ametaja hoteli 500 zimejengwa, kati ya hizo 200 na ziko kusini na 300 zilizobaki wanagawana mikoa mingine. Hii ni hatua kubwa sana, ni hatua kubwa sana. Na nataka niwakumbushe ndugu zangu wa kusini, zamani maeneo haya tulikuwa tunaita maweni. Uongo kweli? Na sana wazee wetu walikuwa wanakuja kulima huku, sijui mihindi, mitama, mihogo, kuchagua pachi zenye udongo, wanajenga mabigili ya mawe kule. Ukija lazima uvae viatu vya makozi. Uongo kweli? Sasa tumetoka kule, leo kuna mali za aina hii. Mara ya mwisho nimekuja Michamvi mimi, maeneo haya ni pori tu. Leo ni maeneo mali kweli kweli. Kwa hiyo lazima tujivunie wanakusini, tusijivunie tu, lakini tutumie fursa hizi kustawisha maisha yetu, kufanya kazi, kupata kipato, kustawisha maisha yetu, na wengine kufanya biashara, kwa sababu maeneo haya yana wafanya kazi wenyeji ambao wanatumia bidhaa tunazozitayarisha hapa ndani. Kwa hiyo tufanye biashara pia ili tukuze vipato vyetu. Lakini nisema maendeleo haya yanatokana na jitihada zinazofanywa na serikali za kujenga miundombinu ya barabara, kusambaza umeme na uwepo wa maji safi na salama ya kutosha. Na pale ambao hayatoshi, sera za serikali zinaruhusu wawekezaji wasafishe maji ya bahari ili waweze kutumia kwa matumizi ya hoteli. Kwa sera zetu, sheria zetu ziko vizuri kwenye uwekezaji. Niwahakikishie wawekezaji wote kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar zitaendelea kuweka mazingira rafiki na miundombinu wezeshi ili kuvutia wawekezaji wenye tija kama huyu wa Jazz Elite Aurora. Tunawashukuru sana. Ndugu zangu, kwa dhati kabisa natoa pongezi kwa Wizara ya Kazi na Uwekezaji ya Zanzibar, Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji Zanzibar yani ZIPA, uongozi wa mkoa wa Kusini Unguja pamoja na wananchi wa Michamvi kwa ushirikiano wao mzuri na wawekezaji ambao ndio msingi wa mafanikio tunayoyashuhudia leo. Ndugu wananchi, sasa niungane na mkurugenzi wa ZIPA aliposema, na mimi nataka niwasihi kwamba tusisahau kwamba kukua au kukuza uwekezaji nchini kunawezekana kutokana na uwepo wa amani, usalama na utulivu wa kisiasa. Ndiyo maana uwekezaji nchini unakuwa. Nilikuwa nazungumza na mwekezaji hapa, hoteli nyingine 2 atazifungua kama alivyotuambia, lakini akaninong'oneza kuna eneo kama ameshachukua hajajenga, lakini bado ameulizia maeneo mengine kama yapo. Sasa huyu ni mmoja, lakini wawekezaji wa aina hii wapo wengi, wanavutwa kwetu kwa usalama, amani na utulivu wa nchi yetu. Sasa kwa wale wanaochokorewa masikio kuvunja amani ya nchi hii, ni wasihi, acheni mara moja. Acheni mara moja. Amani ikichafuka haichagui. Haichagui. Na tuulizeni sisi wa upande wa pili. Ilipochafuka amani Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani. Hakuna anayetamani.
Kwa hiyo amani ikivunjika haichagui. Niwaombe sana, maendeleo yetu, kunawiri kwetu, kupendeza kwetu, kulala na kuamka salama, tutunze amani ya nchi yetu. Tofauti za mawazo zipo, lakini zisitugawe wala tusiharibu utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu. Tanzania oye! Baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa hoteli ya Jazz Elite Aurora imezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele. Nashukuru sana. Naomba muungane nami tumwombe Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania. Mwenyezi Mungu aibariki Zanzibar. Mwenyezi Mungu aibariki Afrika. Na asanteni sana kwa kutusikiliza. Asante Mheshimiwa Rais, tunakushukuru, na sasa tunakuruhusu uweze kuondoka kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa letu. Brass band tumsindikize Mheshimiwa Rais. Vijana wa hamasa, karibuni tumsindikize Mheshimiwa Rais. Makofi mengi na vigelegele kina mama. Tunawashukuru pia waheshimiwa viongozi wengine mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar. Wageni wote mliokuja, jambo limefana kweli kweli. Asanteni sana na tuwatakie pia safari njema na mfike salama huko mnako.